Kufani kuchagua maamuzi ya leo. Mama mdogo, kila kitu kina nafasi yake. Akili zipo wapi? Kichwani. Pesa ipo mfukoni na Mungu ana nafasi yake ipo moyoni. Unanifananisha pesa na Mungu? Utakufa maskini. Naona Ima unavuka mipaka. Sasa basi, kama pesa ni Mungu wako, nenda kaishi na hizo pesa. Mama mdogo, nishakwambia. Mimi nafuata hela. Kama ni hivyo sawa, kana nyumba yako. Maana unanitafutia sababu sasa. Hiki usifanye. Hiki usifanye. Kwa hiyo tufanye nini? Ndio tu tunakaa wote basi, ndio nakusubiri. Kila kitu ndio nakusubiri na kuomba vocha hapa. Kuna mengine nahitaji nitakuomba. Sawa, naenda. Sinapata hela. Na ile project ni wiki 2 tu napata hela. Sina shida, naondoka na kuacha nyumba yako. Naona natafutia sababu. Wewe Ima, na hela. Weka, kana nyumba yako. Sawa, tusitafutane. Ima. Na ukiwa na shida zako hapa na kuonaga tu na unalalamika, mimi babako. Sawa. Au kalia leo, ukacheka kesho. Maisha ni safari ya maamuzi. Ima. Kuna furaha ya muda mfupi na kuna baraka ya kudumu. Kuna njia rahisi yenye giza na kuna njia ngumu yenye mwanga. Karibu. Hodi. Karibu sana. Habari mtumishi. Karibu mtu wangu. Asante, kwema? Kwema, karibu sana. Asante, habari za hapa? Salama kabisa. Ndio, kwema. Nashukuru Mungu. Asante. Naona umetutembelea wakati wa jioni. Si unajua kazi zinakuwa nyingi sana. Na Habari za hapa? Mungu mwema kama unavyoona. Ni kweli, habari za ibada. Ibada inaenda vizuri kama tuko hai. Maana nyewe watumishi mna mambo mengi sana. Yote ni ya Mungu. Ni kweli. Karibu sana. Asante mtumishi. Kazi inaendaje? Tunashukuru Mungu kiukweli. Kila kitu kinaenda vizuri. Sawa. Sijajua upande wako, familia. Haisemi familia iko vizuri kabisa. Sawa. Asante. Nafurahi kukuona majira haya mali. Asante sana. Karibu sana. Na mimi nimefurahi pia kufika kwenye mji wako. Haisemi inapendeza sana. Lakini jambo la kushukuru kwamba nimekuta una afya njema. Ni jambo la kushukuru Mungu sana. Asante sana. Sasa kuna mambo fulani yamenifanya nifike hapa kwako kwa muda huu. Na nilijua kwamba nikija muda huu kila kitu kitakuwa sawa. Haina shida. Maana utakuwa umetulia sasa. Sawa kweli. Lengo la kufika hasa kwako hapa, kuna masuala fulani nataka tuyaweke sawa. Japo una taarifa nayo hata kama hujahusika au hujashiriki. Masuala gani? Kuna ule mpango wa wale wawekezaji waliotoka nje wamefika kwenye mji wetu na wamefikia kwangu. Hiyo taarifa unayo? Hiyo ninayo. Na pia kuna waumini wako ambao wanafanya kazi kwangu wengine. Sasa na pia ni wenyeji wa eneo lile. Sawa. Sasa wale wawekezaji kuna mikataba wanayo kwa ajili yani ni kama kibali ambacho kinawafanya wawe na uhuru wa kufanya uwekezaji pale. Pale kwenye lile eneo. Sasa shida iliyotokea ni moja sasa. Shida gani mtu wangu? Wakati tumekaa bodi ya wafanyabiashara na wale vijana wangu wakiwemo wengine na wale wafanyakazi wangu wale ambao wengine ni waumini wako. Wapo ambao wamekataa kusaini. Na hiyo inaonesha wewe utakuwa umewazuia. Na ndio maana nikasema nije tuzungumze tatizo ni nini? Na kwa nini wazuie?
huu ni uwekezaji mkubwa. Mtumishi, huu ni uwekezaji mkubwa. Naelewa. Bilioni 12. Wakifungua viwanda pale, wananchi watanufaika. Sawa? Wewe ni mtumishi. Huwezi kuongoza kanisa ikiwa waumini wako hawaleti sadaka, hawatoi michango. Na wewe mwenyewe huwezi kuishi maisha mazuri. Uko hapa kutangaza neno la Mungu, lakini lazima kazi zifanyike. Maana lazima watu wafanye kazi ili wapate sadaka, wafanye maendeleo mengine madogo madogo hata ya kwao pia. Sasa wamekataa kusaini kwa sababu gani? Mimi nimefanya jambo la msingi sana kuja majira haya. Sawa. Nimekusikia na nimekusikiliza. Pia kitu ambacho umekisema ni kitu sahihi. Mimi sina uwezo wa kumzuia mtu kusaini mikataba ya kupata pesa. Sasa shida ni nini? Sasa ndo nisikilize. Sawa. Mikataba yoyote ambayo inahusiana na pesa, mshirika wangu yoyote siwezi kumzuia. Mimi ninachofundisha kama mtumishi, kama mchungaji, nafundisha mshirika wangu apate hela kwa njia iliyo halali, sio kwa njia ya dhuluma. Na kuto kusaini wao ni uelewa wao kuhusu hiyo mikataba. Wala mimi sijajua kwamba umewaita kusaini, sijajua hata kikao kwamba bosi wao amewaambia tusaini, na sina maongezi nao kuhusu hao wawekezaji. Kwa kukataa kwao ni uelewa wao kuhusu neno lile ambalo nawafundisha mimi, kuhusu haki ninavyowaeleza kuhusu haki inayopatikana. Mimi ninachojua kama mtumishi, namfundisha mtu yoyote apate hela kwa njia iliyo halali, kwa njia ya haki. Hata kama mikataba bilioni, kama nilivyosema, bilioni 18. Bilioni 12 haimfanyi mshirika wangu asaini hata kama ni mkataba wa ulaghai. Kwa maana hiyo hela itakuwa ni hela ya dhuluma ambayo haiwezi kumpa hata matokeo mazuri. Kwa ukiona amekataa, yawezekana kutokana na uelewa alionao, hiyo saini au huo mkataba sio halali, sio mkataba wa haki. Kwa ndo hicho ambacho mimi washirika nafundishaga kitu kimoja tu: fanikiwa kwa njia ya haki. Kwa maana msingi mzuri, msingi wa furaha, msingi wa amani ni kufanya haki kila siku. Kwa mtu wa Mungu, usione kama mimi nimewazuia, sijawazuia. Pastor, kumbuka kanisa linategemea michango, na michango inatoka kwa watu, na watu hao wapo kwenye bodi yangu. Na si hivyo tu, hata hii nyumba unayoishi ni michango kutoka kwa watu. Sasa kumbuka, unapotengeneza mkwamo wa mradi huu kuingia kwenye mji wetu, hata wewe mwenyewe unajiharibia. Fikiria, kila kitu ambacho kinaendeshwa vizuri pale kanisani ni michango kutoka kwa watu. Mungu hashushi pesa kutoka mbinguni, ila bali pesa zinapitia kwa watu, na watu wanambariki mchungaji, na mchungaji anabariki kwa sababu amefanya kazi, wametoa. Sasa watu wanawezaje kutoa ikiwa wewe unazuia maendeleo? Umesimama wapi? Umechagua nini? Unawahamasisha nini? Liangalie hilo jambo vizuri. Ile board ina kazi moja tu: wasaini, wawekezaji watoe pesa. Nimekwambia bilioni 10 na ngapi? 12. Sasa wewe ndiyo chanzo cha kukwamisha. Tatizo nini? Lazima tuliweke vizuri, watu wasaini mradi huo, hawa wawekezaji waweze kuingiza pesa. Hivi wewe unapenda maisha mabaya? Mtu yeyote anapenda maisha mazuri. Sasa wewe kwa nini unakuwa chanzo cha kukwamisha maendeleo?
wahubiri watu waende mbinguni. Usiwahubiri watu washindwe kufanya kazi, wawe maskini. Kwa sababu gani? Dr. Isaki, nadhani naendelea kujua moyo wako nataka nini toka sasa. Mimi hapa kama mtumishi, umekuja kwangu sawa, lakini nataka nikutoe hofu na wasiwasi. Najua unaendaga makanisani. Najua. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kanisa ni kiumbe cha Mungu kilicho hai, kinachoishi duniani kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Kama Mungu yupo hai, anaishi milele, na kanisa litaishi milele, kwa sababu yeye ndo analiwezesha liendelee kuishi. Kwa sio michango ya hawa wawekezaji, bodi yako, wale washirika wangu ambao wapo kwako. Nataka nikwambie hawategemei hata mshahara wako. Kila siku nawaambiaga wanamtumaini Mungu, ndio maana mpaka kwenye kazi yako naona inaenda vizuri. Kwa bosi, usinitishie na wawekezaji, na nina uwezo wa kuomba chochote na usifanikiwe kwenye wawekezaji waondoke, kwa sababu nina mamlaka ya kimbingu. Nisikilize vizuri. Naona wewe hatujaelewana. Na nilishajua. Na nilichowaza kilikuwa kipo sahihi. Paka sasa hivi nimeshapata picha. Wewe ndio umekuwa chanzo cha kuwazuia wale watu wasisaini. Sasa nakwambia kitu kimoja. Kwa kuwa umechagua upande wa vita, subiri matokeo na usije kuyakwepa. Maana ndicho ulichokitaka. Baki salama. Mwongozo wetu. Ubaki salama mtumishi. Sina muda kuongea na wewe. Subiri matokeo. Haki yetu ipo. Na hawa vijana wamefanya vizuri sana kutokusaidia. Kumbe tunafundisha watu wanashika kweli. Hata mimi sipo kule. Mabosi wanaweza kuwalazimisha vijana kufanya vitu vya ovyo, kusaini mikataba ya ulaghai. Sasa na haki itatendeka kwa watu, hakuna mtu ambaye ataibiwa haki yake. Na hilo ndio litakuwa ombi langu la mwaka. Ndoa si mchezo. Nyagano wakati mwingine ukinitaka kwa akili zako, kwa msimamo wangu na kwa maamuzi yako, na sio moyo wangu. ninaona njia mbili mbele yangu, moja imejaa kelele na rafiki, sauti moja inanivuta haraka, nyingine hauwezi kuchukua hivi. Sijawahi kufeli hata siku. mgongoni nalia kimya, kufa ni kuchagua, kuishi ni kuchagua, kila hatua, kila Ni mimi. Ni mimi Fei. Vipi ndugu yangu? Aya, sema mdogo kazingua. Shida nini tena usiku wote huu? Sasa unajua tena watu wa dini hawa. Naomba nifungulie basi taongea.
Karibu. 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 Vipi mwanangu Ima? Bora viatu tena. Una safari kweli? Na nini kinakusibu mshaji wangu? Mbona hujanielekeza, nisielewi, naona night kama hivi. Changamoto nini mwanangu? Mwanangu Elfani. Mamdogo miayusho. Tumezinguana. Kuna swala la posho kidogo nashindwa kunielewa. Yeah. Kuna pesa ndefu. Pesa ndefu. Nimejaribu kumuelewesha na ni mchongo ambao yeye mwenyewe anaujua vizuri. Lakini ananigomea. Kondo imeleta utata. Ani tumejibizana kweli. Kumwambia, kumuelewesha analeta mambo ya maadili. Hani sio ndo ulokole. Hata sielewi mwanangu. Mimi nimeshindwa kuvumilia. Kaniambia kajitafutie maisha. Sasa na hela nakwambia ni hapo wewe kuniona mimi hapa. Mwanangu jua shatoboa. Hapa mwanangu hela unazo au? Shatoboa nakwambia mshongo wa mkakati kesho asubuhi wewe tulia. Hayo kuna mission wiki hizi? Tunavua maskini. Wiki ngapi? Hela yenyewe malali ndugu yangu au hela yenyewe maseke sije kaniletea noma. Yenyewe maisha yangu nayaona mwanangu. Maana yenyewe kigodoro chenyewe ndo kama hivi mwenyewe hapa sielewi maisha ujue ndugu yangu. Hebu tuelekezane ukweli. Hela halali au hela ya moto hiyo. Unajua shangazi yenyewe kama ameanza kupinga kuna kitu akiona unajua watu wazima siku zote waga. Mwanangu yule shida ni ulokole. Ukimwambia kwani hela kuna hela halali? Inategemea sasa na hela yenyewe, yani ikoje unajua. Hela ya moto. Nikwambia kitu mwanangu. Kwenye maisha watu huwa hawatafuti historia yako. Wanachotaka ni matokeo. Hawaje hapa kukuuliza kwamba sasa mbona Elfani tulikuwa tunamuona hivi sasa hivi yuko hivi amepata pataje? Hapana. Yeah. Wewe kesho tunachukua ndinga, yani watu wanaona tu kwamba sisi tumefanyaje? Tumefanikiwa. Kwa hiyo usitafute historia. Lakini tafuta nini? Matokeo. Hela ndio ishakuja. Kila mtu ana siri yake ya maisha. Kwa sisi hatutoi mtu kafara. Sio hatuvuji damu. Lakini kuna mpunga. Kuna hela ya kutosha na kuambia mwanangu. Usiniambie. Usifanye kama na wewe ndio umekuwa mlokole sasa. Mwanangu jua unanitia hamasa ya hela lakini hela jinsi zilivyo ndugu yangu. Sijaelewa afu umenitia mashaka kwa sababu ni usiku. Hebu niambie pointi yako kabisa yani. Ikoje? Kwa hiyo unanipa mchongo wa hela au sijakuelewa mwanangu au vipi? Bibi mkubwa mmezingua na vipi bwana? Mwanangu hapa nataka unihifadhi kwa muda mchache tu. Mwanangu kama mdogo sirudi tena. Tunaomba ukemeana. Kwa hiyo dhamiri umekuja hapa kwa mwanao, si ndio? Si unajua tena mshikaji? Au si? Wiki mbili tu, yani wewe tunatoboa wote. Au vipi? Yaani hapa wewe ni hapa ulikuwa ndio umechaguliwa. Umechaguliwa katika hiki kijiji. Mimi nikachagua sasa hivi kwa mimi tajiri nimekuja. Nikachagua kwamba nimuinue rafiki yangu yupi? Sema mwanangu, unanitia mashaka, unanitia masongo mbingo sielewi. Kweli unajua hela kila mtu ana ndoto za kuwa na hela nyingi unajua. Unajua. Mimi naona maisha yangu kama hivi. Najua ni hatua tunapita katika maisha. Unajua. Lakini pia sipendi tuna maisha magumu. Unajua. Unaweza kuwa unasema hela nyingi ndio na tunatamani kuwa na hela nyingi. Lakini mwisho wa siku unakuja kutukuta sisi ubaya. Hicho kitu ndio kitu ambacho mimi sitaki kitotokee kama wewe mwanangu, yani familia yangu na kuona napotea kwa sababu tofauti. Kidogo yani kama kufikiria sana. Unajua yule bibi mkubwa yule unajua wewe ndio wakulea. Na ndio umeishi naye muda mrefu. Wewe anakujua vizuri.
vizuri tu anakuelewa. Sasa leo unapokuwa unaniambia mmezinguana, mshindwa kuelewana, kidogo yeye anakuwa ananitia kwa kasi, unajua. Anashindwa kuelewa yani alibeba vipi ile jambo, yani ni kubebeje mwanangu. Najua. Kwanza kuja night kama hivi sielewi hata nini changamoto, na mwelekeza na kusikiliza. Lakini najua wale ni wazazi. Fei, Niambie. mimi nimechoka kupelekeshwa. Mwanangu. Yaje? Yaani kina namna gani? Unajua mama mdogo hapendi mimi niwe na maendeleo. Yaani issue ambayo nikianza kuelewesha hapa, huwezi ukanielewa vizuri. Yaani naona ni issue za kifamilia sasa. Sawa, hamna shida mwanangu. Wewe tuliza kichwa. Tujue tunafanyaje. Ila mimi kiupande wangu bwana, bado ninakuwa na mashaka kwa sababu najua nyie ndugu. Kama hiyo ungeletea na tofauti, mimi unajua ni rafiki yako. Lakini ndugu siku zote anabaki kuwa ndugu. Na watu fulani wanakuambia ya sasa ile ni ya bando, yani ikiharibika unajua ni ya ndugu. Hata usika mtu yote. Si unajua? Kwa hiyo wewe pumzika, kesho tutaongea vizuri. Maisha ni njia ndefu, kila hatua ni uamuzi. Unachopanda leo. Toka umerudi kwenye kikao, uko kimya, umekaa hapo, haupandi kitandani kulala. Kuna shida? Ama kuna tatizo lolote? Mume wangu sinaongea na wewe lakini eti mume wangu. Mambo yanichanganye. Kikao kule wanichanganya, nirudi nyumbani na wewe maswali kibao ya kunichanganya tu. Niache kwanza, mimi nishachanganyikiwa hapa. Washanichanganya. Mimi sielewi. Sasa uelewi nini? Kipi ambacho kimekuchanganya? Kodi yenyewe inanichanganya. Watu wenyewe nilionao hata waeleweki. Misimamo hawana. Wengine wanakubali wanasaini, wengine wanagoma kusaini. Yaani nashindwa kuelewa, wananichanganya. Yaani kiukweli wananivuruga. Sasa shida iko wapi hapo mume wangu? Ima, Jemima na watu wengine wamesaini. Wewe na Rahabu hamjasaini. Sasa hapo mawazo ya nini? Na pia Rahabu na yeye si hamjasaini. Unasemaje wewe? Wewe umejuaje? Na wewe ni nani? Yaani swali langu ni kwamba kwako umejuaje? Yote umeyajuaje? Swali langu ni kwamba wewe umeyajuaje?